Kwa nini tumenyamaza? Niambieni. Kwa nini tumenyamaza? Kwa nini tumelinyamazia hili? Kwa tunapozungumza haya, lazima vile vile tujizungumze na sisi. Tusipojizungumza na sisi, hili tatizo hatutalitatua. Nasema uongo? Nimesema na wakwaza, sio? Kwa lazima going forward, lazima tufanye mjadala juu yetu sisi wenyewe na masuala yote yanayohusu usawa wa jinsia. Kumbuka nilichokisema. 51% ya wapiga kura wa nchi hii ni wanawake. Inakuaje kwenye chama kikuu cha ukombozi, kwenye chama kikuu cha upinzani ni cha ukombozi, kwa nini uongozi wake wa juu ni Old Boys Club? Tukiogopa huu mjadala na tuzibe midomo yetu juu ya mambo wanayoyafanya CCM, tukiweza kuuzungumza ndani mwetu sisi kwa wenyewe, tutakuwa na haki ya kuzungumza nje kwa wengine. Sawa sawa? Si ndivyo yanavyosema maandiko? Toa kwanza boriti kwenye jicho lako ili uone vibanzi kwenye macho ya wengine, au sio? Kwa lazima hii conversation lazima ianze. Itakuwa si sawa sawa kukaa tunasherehekea sikukuu ya kimataifa ya wanawake, halafu ukiangalia line-up yetu inatusuta. Tunaelewana jamani? Sasa naomba niendelee. Nilisema mnisamehe kama nimewakwaza. Nataka mniruhusu niendelee. Nilikuwa nasema kwa ripoti ya hali ya kijinsia ya nchi hii, hata kwenye malipo ya mishahara kwa kazi tunazozifanya, malipo ya mishahara kwenye ajira zetu yanabagua wanawake. Taarifa hii inasema wastani wa mishahara wanaolipwa wanawake katika maeneo ya vijijini, kwenye ajira, wanawake wanalipwa wastani wa shilingi 390,000 kwa mwezi. Wanaume wanalipwa kwa wastani shilingi 416,000 kwa mwezi. Kwenye miji mikuu kama Dar es Salaam, wastani wa mishahara wanaolipwa wanawake ni shilingi 528,000 kwa mwezi. Kwa wanaume ni shilingi 580,000. Nchi hii kuna umaskini mkubwa sana. CCM imetufukarisha sana, unakosea. CCM imetuchakaza kwa umaskini. Sasa hata kwenye umaskini wanatubagua. Familia zinazoongozwa na wanawake, women headed households, ni maskini zaidi kuliko familia zinazoongozwa na wababa. Familia zinazoongozwa na wanawake zenye umaskini mkubwa ni 20.3, zinazoongozwa na wababa ni 14% tu. Hiyo ni kwenye maeneo ya mijini. Hata kwenye kifo tunabaguliwa. Si huwa tunaimbiana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kila roho itaonja mauti, sio? Hiyo ni kweli, lakini nani anayetangulia? Hiyo sio nani, hakuna usawa.
Sawa sawa. Hakuna usawa katika wanaotangulia kufa, hakuna usawa kwa sababu wanazokufa. Wanawake wanaokufa wakati wanajifungua, kwa kila watoto 1000 wanaozaliwa, maternal mortality, hao watoto kina mama wanaokufa kwa kila wanapojifungua, kwa kila wanawake 1000 wanaojifungua, wamama 19 wanakufa wakati wanajifungua. Kuna wababa wanakufa kwa pressure wakati mama anajifungua. Kwa hiyo kwenye vifo vinavyotokana na kuleta uhai duniani, vinawahusu zaidi wanawake wetu, na hili ni tatizo la ukosefu wa huduma za afya. Ndio yale maneno ya mkuu wa mkoa kwamba kama huwezi ukamlipia mkeo, ajifungulie wapi? Ajifungulie nyumbani. Ni maneno ambayo ni wanaume tu wanaweza wakayazungumza. Mwanamke atazungumza maneno ya aina hiyo? Mwanamke atazungumza maneno ya aina hiyo? Kwamba kama huna hela jifungulie nyumbani? Kwa hiyo ndugu zangu, kwa ushahidi huu nimesema hii ni ripoti ya Umoja wa Mataifa na ya serikali ya huyu mama.